Pita. Bamdogo Mkumbi amefika tayari na wote tunafahamu kwamba Kisoda ameshakwisha kumpona, kwa sasa anaona vizuri. Sasa wakati anafika, Kalobo anakimbia. Kwa nini kakimbia? Kalobo kukimbia kwa sababu mara ya mwisho anakumbuka yeye ndiye aliyemteka. Anakumbuka huyu ndio aliyemteka. Kwa hivyo ndio maana kaweza kukimbia kwa kashtuka kweli kweli. Sasa je, swali kubwa ambalo linabaki ni kwamba Bamdogo Mkumbi nini ambacho kafuata? Kitu gani ambacho amekifuata? Hapo ndipo ambapo naomba uweze kunisikiliza kwa makini, naomba uweze kunipa masikio yako niweze kuelekeza kiufupi. Kabla ya yote niweze kuambia tu kwamba karibu, hii ni sehemu pekee ambayo unapata nafasi ya kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia mambo mengi kweli kweli, lakini kikubwa zaidi tukiweza kutazama uchambuzi, lakini zaidi na zaidi ni kukufahamisha juu ya kile ambacho kinachokwenda kutokea, lakini pia tukijadiliana kwa pamoja mambo mengi ambayo yamejili. Lakini swali langu ni kwamba je, kwa sasa Bamdogo Mkumbi wakati narudia hili swala, je, Kisoda amfanyeje? Nakumbuka kabisa Kisoda kwa sasa kaishiwa nguvu kabisa zote. Nguvu alizobaki nazo ni nguvu za kupotea na kurudi. Je, afanyeje Kisoda aweze kuwa imara? Kwa sababu huu mwezi inaonekana sio mwezi wa bahati. Kwa hivyo kwa sasa mambo yanakwenda kuharibika kutokana na namna ambavyo tayari tukio la kwanza la mimba ya mdoli imeshakwisha kuharibika na hakuna ambalo linaweza likafanyika. Kumbuka Kisoda alikuwa anataka aweze kumsaidia, lakini ndio hivyo. Naomba uweze kudondosha maoni yako kwa upande wako, lakini kitu cha msingi ni kwamba kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukifurahia tamthilia hii, basi hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo, kama kweli unaipenda na kuikubali. Kisha niweze kualika moja kwa moja tuweze kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia mwanzo kabisa, lakini pia nitakuwa nikikufahamisha ni tukio gani ambalo linakwenda kutokea. Tulipata nafasi kwa kutazama jinsi gani ambavyo wakati inaanza tuliweza kuona jinsi ambavyo mdoli alivyokuwa kiumia na kupata maumivu makali sana, lakini baadaye akapeleka hospitali na kuweza kutolewa ujauzito. Wakati anatolewa ujauzito ni kwamba ilikuwa ni kutokana na namna ambavyo vipimo vilivyosema, ikionyesha kwamba yeye ameutoa kutokana na dawa aliyokunywa. Dawa aliyokunywa ilikuwa ni dawa ya kutoa mimba. Kwa hivyo alipofika hospitali baada ya kupima vile vipimo, ikaonyesha kwamba ametoa ujauzito kwa akili zake timamu. Ndio maana wakati Mama Juani anamuuliza pale kwamba kwa sasa wewe una shida gani? Kwa nini umetoa ujauzito wakati una pesa, una nini, una nyumba nzuri? Kwa nini umetoa? Hapo ndipo ambapo anajiuliza na anashangaa kabisa kwamba imekuwaje, nimetoaje? Anamuuliza nimetoaje kwa sababu hajui kama ile juisi aliyokunywa ndio. Lakini kitu cha kunoti ni kwamba kumbuka kabisa wakati pale alimwambia kwamba kuna kitu hakiko sawa. Akimaanisha kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa. Hapa ikimaanisha kwamba tayari ameshalijua tatizo. Kwa hivyo mdoli kashajua wapi ambapo mistake iliyotokea, yani kashajua kitu gani ambacho kimesababisha, kwa sababu huyu ni mwanadada anaelewa. Kwa hivyo kajua kabisa katika vitu ambavyo alivyokula na nini, kakumbuka ile juisi, moja kwa moja kashajua kwamba hapa ndipo nilipoteleza au hapa ndipo issue ilivyotokea. Kwa hivyo moja kwa moja kinachokwenda kutokea ni kwamba lazima aanze kufanya uchunguzi wake kuweza kujua moja kwa moja kwamba hapa kuna tatizo ambalo halipo sawa. Lakini tukaweza kuona ni kwamba Kisoda kwa sasa nguvu zake ndio hivyo tena, mambo sio mazuri. Ameweza kuambiwa kwamba anatakiwa aweze kuvumilia tu, hakuna atakalofanya kutokana na namna ambavyo ilivyotokea na jinsi ambavyo mambo yalivyokwenda. Kwa hivyo kutokana na hilo hakuna mambo mengi sana ambayo yatakayojili, japokuwa hapo mambo yatakuwa ni magumu na yanaenda kuwa mabaya kwa sasa, kwa sababu Kisoda ndio mtu ambaye amekuwa akitoa msaada sana. Lakini kitu cha msingi hapo inabidi aweze kuwa anazungumza tu kweli. Lakini hata hiyo ya kupotea na kurudi inaweza ikasaidia kama hapo endapo atatokea na kuweza kumwambia Bamdogo Mkumbi, au Bamdogo Mkumbi kama atamuona, basi hiyo itakwenda kuwa mmoja ya suluhisho au la kuwafanya waogope. Sasa je, Bamdogo Mkumbi kaja kufanya nini hapo? Utakufahamisha, lakini pia nikwambie tu kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii, basi hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe. Tumeweza kuona ni kwamba Mama Kalobo kafukuzwa. Kwa sasa amekuwa ni mtu wa ovyo kabisa kutokana na vitendo vyake ambavyo amekuwa vikifanya. Kwa sasa hivi anapenda hela anaiona ni tamu sana. Kwa hivyo pale tu anapoiona
basi moja kwa moja anakuwa anaitamani, na hii yote imejengewa kutokana na tamaa ambazo amekuwa akizifanya akipata pesa za bure. Kwa hivyo kwa sasa anaona ugumu wa kutafuta pesa, kitu ambacho kinatilia wasiwasi na kumfanya kwa sasa aweze kubadilika na kuwa mwizi. Kwa sasa ni kweli huyu kijana ameshakwisha kumchoka, lakini inabidi yule jamaa mganga aweze kuja kumsaidia huyu jamaa, aweze kuja kumsaidia kabisa kutokana na namna jinsi ilivyo. Lakini wakati tukiendelea kuna mambo mengi kweli kweli, lakini swala zima issue ya Lemi tunakumbuka kabisa katika hatua inayofuata tutamwona jinsi mganga atakavyokuja kumwambia, watakavyoongea na kumpa masharti yake kama kawaida kwamba inabidi waweze kufanya kitu ili kusudi aweze kumtunzia asili. Lakini kama unavyoona ndio hivyo, Makalobo huko ametunziwa asili lakini anakwenda kufukuzwa. Lakini ndio hivyo kashashiriki tendo la ndoa na ule mganga. Kwa mganga yule yupo kwa benefit za hivi na hivi. Lakini pia tupaweza kuona fashion ya Kinjoy na nini wakijadiliana kuhusiana na kitu kilichomfanyia Lufa. Kwa sasa hatujui alipo, lakini alipo ni kwamba ana kesi kutokana na namna ambavyo ilivyokuwa, japo hii kesi hawataidili sana kutokana na namna jinsi ilivyo mazingira yaliyopo. Lakini kwa sasa Lemi amejikuta akiwa kwenye mishemishe nyingi sana. Watu wengi wanauliza kwamba je, kwa sasa Lemi anafanya mitikasi gani au ni issue gani ambazo kwa sasa Lemi anazifanya? Hicho ndicho kitu au swali kubwa ambalo watu wengi wamekuwa wakijiuliza. Lemi kaingia kwenye masuala ambayo sio mazuri kabisa. Lemi kajikuta akiingia kwenye mambo ya ovyo kabisa. Mambo hayo ambayo kwa sasa anakwenda kumsababisha aweze kupata pesa na nini, lakini mwisho wa siku katika hatua inayofuata tutapata nafasi ya kuweza kutazama ni kitu gani ambacho Lemi anachokifanya. Ni kazi ambayo anaifanya Lemi, tutapata nafasi ya kuweza kuitazama na kuweza kujua ni kazi gani ambayo kwa sasa, lakini moja kwa moja bila shaka unaelewa kwamba vitu gani anavyovifanya moja kwa moja ni vitu ambavyo kiukweli na kiuhalisia haviko sawa kutokana na yeye mwenyewe. Lakini kwa sasa ndio hivyo, kama hivyo hapa ndio kutengeneza mazingira ya kuaminisha nyumbani wasimfuatilie ili kusudi aweze kufanya mambo yake kwa uhuru bila kufuatiliwa, kitu ambacho kiuhalisia kinasababisha mambo yaweze kuwa mengi kweli kweli. Lakini kubwa zaidi ni kwamba acha afanye hivyo kwa sababu hamna namna. Sasa issue nyingine tumemalizia au tuweze kumalizia ni kwamba Baba Mdogo Mkumbi amekuja. Mdogo Mkumbi lengo lake hapo ni kuja kuweza kuwatishia kidogo, japokuwa hawana shida kabisa. Hapo hawana shida yote, kaja kuwatishia. Lakini hapo Mdoli atamwambia maneno mazito sana na kisha mambo yatazidi kuwa magumu, lakini mwisho wa siku Kisoda atakuja kuweza kutoa msaada. Basi niseme sina ziada, kicha msingi kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe, kisha tukutane muda na saa mwingine. Asante kwa kuwa na mimi. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden games to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Ni hatari sana. Huyu mganga ni hatari sana. Yani kiufupi huyu mganga inabidi aweze kupewa mawe yake. Maana kitu ambacho anakwenda kukifanya, anakwenda kufanya kitu kile ambacho alimfanyia Sonia. Yani
ili atunze siri zake, asiweze kumwambia kila kitu, inabidi aweze kufanya naye tendo. Ndicho kitu ambacho mganga huyu anakwenda kukifanya, ikiwa ni marudio yale ambayo aliwahi kumfanyia Sonia. Lakini mwisho wa siku yote na yote hakuna kitu ambacho kitasajili. Sasa kuna watu wengi wamekuwa wakiuliza maswali. Kuna miongoni mwa watu ambao waliniuliza kwamba je, huyu mganga anavokuwa anafanya hizi mishe, je, huwa anamwambia kwanza mwanetu, anamwambia madevu ili kusudi kama ni pesa azidi kuzidisha, halafu mwisho wa siku baadaye waje washirikiane, waje wafanye mambo yake au harakati zote waweze kuzimaliza? Maana kujaribu kutazama katika moja ya kitu ambacho wameweza kushindwa kabisa ni huyu mganga, dawa zake zimeshindwa kabisa kwa upande wa Mdoli. Dawa zimeshindwa kabisa. Nakumbuka aliweza kupewa dawa, lakini mwisho wa siku aliweza kusukuma madevu na kuweza kutupwa huko mbele. Na imani kubwa na hamu ya kuweza kufahamu vitu vingi kulikweli, lakini pia ukiendelea kuburudika, kupata burudani nyingi. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukifurahia tamthilia hii, basi hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo, kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii. Basi nikualike na nikwambie tu kwamba kabla hujaondoka, basi usisite kuonyesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe. Na moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network, kisa pekee ambao huwa tunakutana kuweza kujadili uchambuzi kwa kina, tukizungumzia matukio kadhaa ambayo yameweza kujili, lakini pia tukiona ni namna gani, lakini kitu kikubwa sana ambacho ni cha faida ni kikufahamisha ni matukio gani ambayo yanakwenda kujili katika hatua zinazofuata. Basi nikualike moja kwa moja kama nilivyokujuza, hii ni Bongo Movie Network. Tukianza moja kwa moja, kuna matukio mengi kweli kweli, hasa tukio kubwa la Mdoli kuweza kupatiwa ile juisi aweze kunywa ili kusudi mimba iweze kutoka. Lakini pia kitu kingine au vitu vingine vipo vingi. Nitakufahamisha jinsi gani ambavyo Kisoda itabidi aje kutoa msaada. Lakini tumeweza kuona jinsi gani ambavyo wakati mwanzoni kabisa tuliweza kuona katika hatua iliyopita hapo iliyopita, kwa wale watazamaji wanaonifuatilia hapa, niliwaambia kwamba tukio linalofuata ni kwamba Fashion atamkuta huyu mwamba hapo, kisha ataweza kumwesha kazi. Basi ndivyo ilivyotokea, ameweza kumkuta hapo, kisha kuweza kumwajibisha, kuweza kumchapa viboko kweli kweli. Kwa hivyo hicho ndicho kitu ambacho kimeweza kujiri. Lakini pia issue nyingine ambayo imeweza kujiri ni kwamba polisi wameweza kufika na kuweza kumchukua. Kwa hivyo mwamba ana kesi ya kubaka, inabidi aweze kwenda jela moja kwa moja akatumikia kifungo. Lakini sababu yeye mwenyewe pia ameweza kufurahi kwamba tukio hilo limejiri, lakini amefurahia kwa sababu Fashion alikuwa na hasira sana, kama ulivyoona alikuwa akimchapa fimbo nyingi kweli kweli hadi fimbo zilikuwa zikivunjika. Hii kiashiria wazi kwamba unajua mtu akichapa mtu kwa hasira inaweza kapelekea mambo mengi kweli kweli, mambo mengi kweli kweli. Kwa hivyo moja kwa moja polisi ni kama wamekuja kumsaidia kuweza kutoa msaada, kuweza kuhakikisha mambo yanakuwa vizuri. Sasa ukweli ni kwamba tunazidi kuendelea, lakini bado mambo ni mazuri na anazidi kupamba moto. Sasa tuendelee. Wakati huo tukija kutazama jinsi gani ambavyo tulivyoona ni kwamba ukweli wote umefahamika kwamba Mdoli cha kwanza ameweza kumfahamu yule mtu madevu, ameweza kumkumbuka. Kwa hivyo moja kwa moja atakuwa ameelewa kwamba kuna kitu ambacho sio cha kawaida. Lakini pia kitu kingine cha kunoti ni kwamba ameweza kuambiwa kwamba wao walienda wakalala chumbani alafu wakamwacha. Kwa hivyo moja kwa moja pia Mdoli ameweza kunoti kitu kingine hapo kwamba waliweza kushiriki mapenzi. Kwa hivyo ni kitu ambacho ameweza kukiona na kukiona. Kwa hivyo moja kwa moja hapo lazima aweze kufikiria na kuona kwamba kuna kitu ambacho hakipo sawa, kitu ambacho inabidi aweze kuwa serious na kuweza kufuatilia hii issue, kwamba hapa katika yote kwa yote kukutana na ule nani na kukutana jinsi walivyokutana, kuna mchezo ambao unachezwa ambao inabidi aweze kushtukia. Kwa hivyo hii inaleta ugumu moja kwa moja kwa madevu. Tayari ameshakwisha kujulikana kwamba anashirikiana na Mama Kalobo kwa engo zote, kwa hivyo lazima aweze kuwa makini, lakini mambo ni mengi kweli kweli. Lakini pia kitu kingine ni kwamba tumeweza kumuona Kalo akipata rafiki mpya. Kwa hivyo huo ni msaada mkubwa sana. Urafiki wa Kalo pamoja na Kisoda, hii inakuwa ni moja kati ya combination nzuri sana, kwa sababu Kalo ni mtu ambaye hanaga shida na mtu yoyote. Ukija kutazama ni kwamba anaishi maisha yake na nini, japokuwa changamoto anazopitia, ndio maana Kisoda amekuja kuweza kuhakikisha anampatia msaada ili kusudi mambo yaweze kuwa mazuri, tofauti na jinsi ambavyo ingekuwa awali, kwa jinsi ambavyo changamoto alizonazo hasa kwa maadui zake ambao
ni wale ambao tunawafahamu, ambao tunafahamu kabisa kwamba kuna Remi pamoja na yule mamake na Remi, wote hawa wampendi kabisa Carlo. Sasa Kisoda anakuja kumsaidia kutokana na mara ya kwanza aliweza kumsaidia alipokuwa akirusha lile jiwe, aliweza kutoa msaada, alitoa msaada na kuweza kumsaidia. Lakini kitu kingine ambacho pia kimeweza kujili ni kwamba tumeweza kuona jinsi gani ambavyo mambo yanazidi kupamba moto, lakini all in all kuna tukio ambalo inabidi tuweze kulijadili na kuweza kuliongea. Tukio lenyewe ni swala zima la kuweza kupatiwa sumu, kuweza kupatiwa ile dawa ya kutoa mimba. Sasa mdoli, je, tunakwenda kumpoteza mtoto aliyeko tumboni au mdoli anaweza kupata madhara kama ilivyokuwa ikisadikika? Ukweli ni kwamba hayote hayatafanikiwa kwa sababu hapo yupo Kisoda, kwa hivyo yote hayatafanikiwa. Kitu cha kwanza ni kweli hali yake itakuwa ni mbaya sana, japokuwa mambo yatakuwa ni ya tofauti, ataweza kupatiwa msaada na kuweza kuhakikishiwa anakuwa vizuri. Mpango wa huyu hauwezi kukamilika kamwe. Sasa kuna mambo mengi kweli ambayo baba Karobo anafahamu kweli wote kwamba huyu ana roho kama ya mama Karobo, ana roho kama ya Sonia. Kwa hivyo anamjua kabisa huyu Kizibo ana roho kama ya Sonia. Kwa hivyo ni kweli kabisa kitu anachokifanya ni roho mbaya kweli. Sasa je, atafanikiwa? Hawezi kufanikiwa jambo hilo, mambo yatakuwa vizuri. Kikubwa tu ni ile hamu ya kuweza kujua ni kipi ambacho kitasujili, ambao utapata nafasi ya kuweza kutazama katika hatua inayofuata. Lakini pia kumalizia ni kwamba tumeweza kuona jinsi gani ambavyo Remi amekutana na mganga wake ambaye aliweza kupiga naye plani nyingi kweli, lakini mwisho wa siku mambo ndio yamekuwa hivyo tena tofauti. Kipi ambacho kinachojili? Mwamba mganga anakwenda kumwambia kwamba ili atunze siri, basi inabidi aweze kukubali kile ambacho atakachokitaka, kitu ambacho kitamfanya Remi aweze kukubali na kuweza kukubaliana na hicho kitu, ambapo yatakuwa ni yale. Lakini mwisho wa siku ataweza kumueleza ukweli na mambo yatajulikana. Basi niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network. Asante kwa kuwa na mimi. Hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe, kisha tukutane katika hatua inayofuata. Nirudisha maoni yako hapo chini. Asante. Semi hatari sana. Huyu mganga ni hatari sana. Yani kiufupi, huyu mganga inabidi aweze kupewa mao yake. Maana kitu ambacho anakwenda kukifanya, anakwenda kufanya kitu kile ambacho alimfanyia Sonia. Yani ili atunze siri zake, asiweze kumwambia kila kitu, inabidi aweze kufanya naye tendo. Ndicho kitu ambacho mganga huyu anakwenda kukifanya, ikiwa ni marudio yale ambayo aliwahi kumfanyia Sonia. Lakini mwisho wa siku yote hakuna kitu ambacho kitasajili. Sasa kuna watu wengi wamekuwa wakiuliza maswali. Kuna miongoni mwa watu ambao waliniuliza kwamba je, huyu mganga anavokuwa anafanya hizi mishe, je, huwa anamwambia kwanza mwanetu, anamwambia madevu ili kusudi kama ni pesa azidi kuzidisha, halafu mwisho wa siku baadaye waje washirikiane, waje wafanye mambo yake au harakati zote waweze kuzimaliza? Maana kujaribu kutazama katika moja ya kitu ambacho wameweza kushindwa kabisa ni huyu mganga, dawa zake zimeshindwa kabisa kwa upande wa mdoli. Dawa zimeshindwa kabisa. Nakumbuka aliweza kupewa dawa, lakini mwisho wa siku aliweza kusukuma madevu na kuweza kutupwa huko mbele. Na imani kubwa na hamu ya kuweza kufahamu vitu vingi kulikweli, lakini pia ukiendelea kuburudika, kupata burudani nyingi. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukifurahia tamthilia hii, basi hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo, kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii. Basi nikualike na nikwambie tu kwamba kabla hujaondoka, basi usisite kuonyesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe. Na moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network, kisa pekee ambao huwa tunakutana kuweza kujadili uchambuzi kwa kina, tukizungumzia matukio kadhaa ambayo yameweza kujili, lakini pia tukiona ni namna gani. Lakini kitu kikubwa sana ambacho ni cha faida ni kukufahamisha ni matukio gani ambayo yanakwenda kujili katika hatua zinazofuata. Basi nikualike moja kwa moja kama nilivyokujuza, hii ni Bongo Movie Network. Tukianza moja kwa moja, kuna matukio mengi kweli, hasa tukio kubwa la mdoli kuweza kupatiwa ile juisi aweze kunywa ili kusudi mimba iweze kutoka. Lakini pia kitu kingine au vitu vingine vipo vingi. Nitakufahamisha jinsi gani ambavyo Kisoda itabidi aje kutoa msaada. Lakini tumeweza kuona jinsi gani ambavyo wakati mwanzoni kabisa tuliweza kuona katika hatua iliyopita, kwa wale watazamaji wanaonifuatilia hapa, niliwaambia kwamba tukio linalofuata ni kwamba Fashion atamkuta huyu mwamba hapo, kisha ataweza kumwesha kazi.